Shalom watu wa Mungu. Leo tutafakari pamoja title hii au ujumbe huu kwamba uzima wa mtu haupo kwenye vitu alivyonavyo. Ufahari wa mtu haupo kwenye vitu alivyonavyo. Uthamani wa mtu haupo kwenye vitu alivyonavyo. Ufahari wa mtu upo katika kutenda vizuri, kufanya vizuri, kuwatendea watu wema. Tusome hapa katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 6, tuanzie mstari wa 6. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotovu na uharibifu. Maana shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine ali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi na upole. Haki, yani uyakimbie mambo hayo ya kutamani mali, ya kutamani maisha ya kufahari. Uendee haki, utafute, ufuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Naona hapo Paulo anamwandikia Timotheo. Kumbe maisha ya utauwa pamoja na kuridhika ndiyo maisha bora kabisa ambayo mwanadamu anaweza akaishi, anaweza akawa nayo, anaweza akawa katika hali hizo, ndizo zinaweza zikampa ufahari na uthamani. Kumbe uthamani, ndio maana katika Luka 12 pale mstari wa 12 zani anasema uzima wa mtu haupo katika vitu. Tusiwe na choyo, bali uzima wa mtu haupo katika vitu. Kwa uzima wa mtu, fahari ya mtu, thamani ya mtu ipo katika mambo anayoyatenda, mema anayoyatenda mengi. Anapofanya vizuri, anapowatendea watu wengine vizuri, anapotenda kwa haki, anapotenda kwa upendo, anapotenda kwa utu, ndo uzima wa mtu uko hapo. Kama hapa alivyosema kwamba tutafute kuwa na saburi, upendo, utauwa, imani, haki. Mstari wa 10. Kumbe mtu uthamani wake upo kwenye kutenda vizuri, kuwafanyia wengine vizuri, kuwafanyia wengine vitu vya thamani. Ndio maana kuna siku nilishawahi kuongea na wewe nikawa nazungumzia kwamba unapokuwa sehemu yoyote ambayo inakuingizia kipato, angalia namna unavyowatendea watu, wafanyie watu vizuri, maana Mungu ni watu, Mungu yuko ndani ya watu, Mungu anapatikana kwa watu, Mungu anapatikana kwa watu ambao wao tunakutana nao kila siku katika sehemu zetu za kazi. Hao watu ndio Mungu yuko kwao. Kwa tukiwafanyia wale vizuri ni sawa na tumemfanyia Mungu na Baba yetu wa mbinguni. Kumbe Yesu anasema kwamba itakufaidia nini upate ulimwengu wote na uipoteze nafsi yako? Itakuwa ni hasara kubwa. Kwa tunapokuwa tunafanya kazi zetu zile rafu, kisha kuwa mtu wa ibada, mtu wa kuishi katika utauwa pamoja na kuridhika, au huwezi kufanya rafu hizi rushwa, kudhulumu, kuwatendea watu ubaya, kuwafitini watu, kuwafanyia usuda. Hayo mambo utayaepuka, kwa sababu utakuwa tayari na Roho wa Mungu ndani yako, ambaye atakuongoza kutenda kwa haki, kutenda kwa upendo, kutenda kwa utu, kutenda kwa uvumilivu, kwa uaminifu. Hayo yote yanapatikana katika zile namna ambazo yanapatikana katika ibada, katika kufanya kujizoeza kuishi utauwa. Na Paulo anamwambia Timotheo tujizoeze, tunatakiwa tujizoeze kuishi maisha ya utu, maisha ya wema. Mwisho nimalize kwa kusema kwamba uzima wa mtu haupo katika vitu, lakini pia maisha
ya utauwa pamoja na kuridhika ndio kila kitu kwa mwanadamu, ndio ufahari wake. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote, mwenye masikio kusikia na asikie. Amen.